Haleluya. Biblia inasema katika kitabu cha Luka 16 mstari wa 13 hadi mstari wa 15 ya kwamba lililotukuka katika wanadamu, lile ambalo wanadamu wametukuza sana katika ulimwengu huu ama hapa chini ya jua, huwa chukizo mbele za Mungu. Kitu chochote ambacho wanadamu wanatukuza sana, ama kile ambacho wewe mwanadamu unatukuza sana, kile ambacho sisi wanadamu tunatukuza sana hapa duniani zaidi ya Mungu, huanga ni chukizo mbele za Bwana. Hiyo ni kitabu cha Luka 13 mstari wa 15 hadi 16. Hivyo katika kaunti yetu ya Meru kuna ile njambo hii ndimoni ambayo inaitwa Njuri Ncheke, ambayo watu wameitukuza sana. Imetukuzwa ikatukuzwa mpaka na watu wakubwa, viongozi wa kanisa hata wao pia wengine wameitukuza sana, manake hawezi ongea juu yake. Watu wa Mungu wanaogopa hiyo kitu sana, wameitukuza sana. Hiyo Njuri Ncheke imetukuzwa mpaka kule national, kule juu, mpaka marais wenyewe wa Kenya, watu wakubwa wanajua hii kitu inaitwa Njuri Ncheke, wanaitukuza. Imetukuzwa katika Meru County yote. Njuri Ncheke hii demon. Biblia inasema chochote ambacho kimetukuzwa sana wanadamu huanga ni chukizo mbele za Bwana. Hiyo kitu ni chukizo mbele za Mungu. Ndio maana imeteka watu wengi mateka. Watu wengi wamekuwa mateka, wakitekwa ni hiyo kitu, wakilaaniwa nayo. Manake hao watu wanaojiita Njuri Ncheke ni wazee wanaungana pamoja, wanafanya kikundi. Sijui kilianza miaka gani, sijui nani alianzisha. Wengine wakija wanafuata hiyo njia. Hivyo watu wametukuza hii kitu inaitwa Njuri Ncheke sana, mpaka kanisa yenyewe haiwezi tukuka huku Meru County. Hiyo kitu imenuliwa mpaka kanisa halina kanisa halionekani. Hao wazee ndio wanasema. Mpaka serikali yenyewe, hata rais mwenyewe akiingia, rais yoyote ambaye anakuja katika nchi yetu ya Kenya, akija Meru, anakuja kuona wazee wa Njuri Ncheke. Wao naogopa wakitetemeka hiyo kitu. Wakitetemeka, wanatetemeka kwa kisikio hii kitu inaitwa Njuri Ncheke. Hiyo demon, hiyo pepo, kirundugu kia saitani kia Njuri Ncheke, ambacho akitaka kuona watu kinaua watu, kimefanya watu maskini. Unapata imetesa watu kwa sababu hiyo vile kimetukuka, kimeinuliwa sana, imetukuzwa sana hiyo demon, ya kwamba watu wenyewe hawezi wakaitaja hata kwa jina. Cha kutangaza ni kwamba hata wachungaji wenyewe wanapohubiri hata makanisani ama popote hako, hawezi akataja hiyo kitu, manaka anaogopa kwamba isiye kasemekana kwamba alitaja hiyo jina ambayo inaitwa Njuri. Wanasema eti ukitaja utaona cha mtema kuni, eti watakushika, eti wakupeleke waende na wewe, wakupunish, waende wakutese kwa sababu ya vile ambao wao ni hatari. Biblia inasema kilichotukuka kwa wanadamu ni chukizo. Hiyo kitu hivyo, hiyo demon inaitwa Njuri Ncheke ni chukizo mbele za Bwana. Ndio maana hata imenuka Meru, inatesa watu wa Mungu. Hiyo demon imechukua vitu vya watu hata kwa lazima. Mtu akistakiwa ama ukiongea, kwa mfano uongee jambo lake la hiyo kitu kidogo tu hivi, ukisemekana mzee mmoja asikie ama waenda kutaje kule, watakuja kukumate. Kitu ya kwanza watakubeba, kitu ya kwanza utaitizwa kitu inaitwa ncholo, na hiyo ncholo na pesa. Amen.